Ikulu ya Tanzania haikaliki ni baada ya mataifa ya kigeni kuungana kwa minajili ya kumng'oa madarakani Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scope. Maandamano yaliogeuka mapambano ya silaha, miili iliyosalia mitaani bila kutambuliwa na sauti za vilio vilivyokosa mahali pa kupokelewa yamekuwa msingi wa taarifa kali iliyotolewa na nchi ya Ghana ikiungana na nchi zingine ambazo zimenyosha kidole nchini Tanzania, ambayo sasa Ghana ni nchi ambayo historia yake ya ukombozi na taasisi zake za kidemokrasia zimekuwa rejea barani Afrika kwa vizazi. Katika taarifa hiyo, Ghana ikusitiza tu kusikitishwa na vifo, ilielekeza jicho lake moja kwa moja kwa Tanzania, ikidai uchunguzi usioegemea upande wowote kuhusu vurugu za baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka 2025, vurugu ambazo hadi sasa zimepelekea maelfu ya vifo na walionusurika kubaki na majeraha ya mwili na kiakili. Kauli ya Ghana ilitolewa Disemba 3 kupitia wizara yake ya mambo ya nje na ilichukua nafasi ya kipekee katika jumuiya ya kimataifa kwa kusawazisha msimamo na wa maadili, siasa na uwajibikaji wa kitaifa kwa nchi iliyokumbwa na simanzi. Msimamo huu haukutolewa kama taarifa ya mshikamano wa kawaida, bali kama uungwaji mkono wa wazi wa msimamo iliyokwisha kutolewa na Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola na Umoja wa Mataifa, taasisi zinazotazamwa kama nguzo za ulinzi wa amani na demokrasia. Na katika msimamo huo, Ghana ilisisitiza kuwa vurugu hizo haziwezi kuachwa kama tukio la kisiasa lisilo na mhusika, zinahitaji uchunguzi wa kina usiotawaliwa na hofu au ushawishi wa mamlaka. Na katika kipindi hicho, Tanzania imekuwa chini ya shinikizo la ndani na nje kwa kuonyesha mwelekeo mpya wa kisiasa uliosababisha hali ya wasiwasi na utata baada ya uchaguzi. Machafuko yaliripuka kwa kasi yakihusisha askari wenye silaha na raia waliokuwa wakidai majibu juu ya mwenendo wa uchaguzi ulioonekana kuwa na mapungufu. Mitaani, taswira ya watu waliouawa kwa risasi, kutoweka kwa watu katika mazingira ya kutatanisha na uharibifu wa mali ya umma vilijenga picha ya taifa lililokosa mpango wa usimamizi wa mgogoro. Na katika mazingira hayo, wito wa uchunguzi haukuwa hitaji la kisheria pekee, bali hitaji la maadili ya kisiasa. Ghana ilirejea katika msingi wa uongozi wa uwazi na ulinzi wa haki za binadamu, ikisisitiza kuwa taasisi zinazosimamia dola lazima ziwe na uwajibikaji wa moja kwa moja kwa matukio ya maamuzi yao. Na katika taarifa hiyo ilielezwa kuwa utawala wa sheria sio tu mfumo wa majina na vitabu vya sheria, bali ni mfumo wa ulinzi wa hadhi ya binadamu, hasa katika nyakati za mgogoro. Wito huo uliambatana na maombolezo ya umma kwa wale waliopoteza ndugu zao na matumaini ya kupona kwa majeruhi waliobeba alama za kimwili na kiakili za matukio hayo. Kwa kutumia sauti ya nchi yenye historia ndefu ya mapambano dhidi ya utawala wa kiimla, Ghana ilijionyesha kuwa matukio ya Tanzania hayawezi kuangaliwa kama tukio la ndani, bali kama tukio linalohitaji uwajibikaji wa kikanda na kimataifa. Hili lilijenga msingi wa hoja kwamba amani ya Afrika Mashariki haina budi kuzingatia misingi ya heshima ya utu, uhuru wa kisiasa na nafasi ya raia katika mchakato wa maamuzi. Na katika muktadha huo, Tanzania ilielekezwa wajibu wa kulinda nafasi hiyo, si kwa kauli bali kwa vitendo. Vurugu za baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 zilitokana na mivurugo ya muda mrefu iliyojengwa katika mfumo wa kisiasa na kijamii, ambapo sauti za upinzani, mashirika ya kiraia na wanaharakati walikuwa wakidai wazi kazi zaidi katika uteuzi wa viongozi na matumizi ya rasilimali za umma. Katika kipindi cha kampeni, taharuki ya kijamii iliongezeka, ikichochewa na madai ya ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa taarifa na uhuru wa kujieleza. Mivutano hii haikujenga mzozo wa kisiasa pekee, bali mzozo wa kijamii ambao ulijitokeza kwa ukali mara tu baada ya matokeo kutangazwa.
Wakati maandamano yalipoanza, matarajio ya wananchi yalikuwa kupata majibu ya ufafanuzi kutoka kwa mamlaka. Badala yake, hatua kali za usalama zilichukuliwa na hivyo mageuzi ya maandamano kwenda kwenye machafuko yalikuwa ya haraka. Matokeo yao yalisababisha vifo vya raia, askari na watu waliokuwa katika maeneo ya umma bila kujihusisha kwenye maandamano, yakionyesha kiwango cha hatari kilichovuka mipaka ya mgogoro wa kisiasa na kugeuka janga la kibinadamu. Katika taarifa yake, Ghana haikupuuza jukumu la raia katika kulinda amani. Ilisisitiza kuwa vurugu za upande wowote, iwe kwa upinzani au kwa dola, zina uwezo wa kuharibu misingi ya taifa, na hivyo wajibu wa pamoja ni kulinda amani na utulivu wa muda mrefu. Kwa mantiki hiyo, Ghana ilielekeza wito wake kwa wadau wote: serikali, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, wanaharakati na vikosi vya usalama, ikiwataka kutafuta suluhu inayojenga upya uaminifu wa kijamii. Katika kipindi hicho, Tanzania ilikuwa kwenye hatua nyeti ya kihistoria ambapo nguvu za kisiasa zilihitaji kubadili mwelekeo kutoka udhibiti wa upinzani kwenda usimamizi wa mgogoro. Malengo ya kidemokrasia yalihitaji kuunganishwa na uwezo wa kitaasisi wa kushughulikia changamoto za kijamii bila kuvunja msingi wa haki za binadamu. Na katika muktadha huo, Tanzania ilikuwa chini ya macho ya jumuiya ya kimataifa, hasa baada ya nchi kadhaa za Afrika, Ulaya na Marekani kuelekeza wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama na uhuru wa raia. Kwa kutoa kauli hiyo, Ghana iliweka msingi wa mazungumzo ya kikanda yanayohitaji uongozi wa kisiasa wenye uwezo wa kusikiliza kilio cha watu na kukikabili kwa uwajibikaji. Ilionyesha kuwa amani haiwezi kujengwa kwa nguvu, bali kwa ujenzi wa mifumo inayorahisisha watu kushiriki katika maamuzi bila hofu ya madhara. Ilisisitiza pia kuwa taasisi za dola zina wajibu wa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu bila ukomo wa nguvu na kwa kuheshimu haki ya kila mwananchi. Katika taswira ya kimataifa, taarifa ya Ghana ilikuja kama sehemu ya mkondo mpya wa kisiasa barani Afrika, ambapo mataifa yameanza kujenga msimamo wa pamoja juu ya umuhimu wa kutetea demokrasia na utawala wa sheria. Msimamo huu unaunganishwa na tafsiri ya Afrika kama bara ambalo linahitaji kujijenga kwa msingi wa uwajibikaji badala ya historia ya tawala zilizojengwa juu ya hofu na udhibiti. Na katika mfumo huo mpya, Tanzania ina nafasi ya kuchagua mwelekeo wake ambao ni kujenga upya taswira ya demokrasia na kuelekea kwenye mazungumzo ama mzunguko wa migogoro inayojirudia. Kwa familia zilizoathirika, kauli ya Ghana ilikuwa ishara ya heshima na faraja kwa kilio chao. Ilikumbusha kwamba vifo havipaswi kupotea bila majibu na kwamba haki ni sehemu ya uponyaji wa kijamii. Kwa majeruhi, ujumbe huu uliweka matumaini ya kurejesha hadhi yao kama binadamu na katika taifa ambalo wamekuwa kishiriki katika kulijenga. Kwa vyombo vya dola, ulikuwa wito wa kufanya kazi ya kulinda badala ya kudhibiti. Na kwa muktadha wa muda mrefu, hatua ya Ghana inaweza kuwa mwanzo undaji wa mfumo wa kimataifa na uwajibikaji unaoangalia Afrika kwa macho mapya, macho yanayotafuta suluhu badala ya kusimama pembeni. Na kwa Tanzania, hilo linaweza kuwa jaribio la kuangalia historia ya karibu kwa ukomavu na kufanya maamuzi yanayoweza kubadili mwelekeo wa kisiasa kwa vizazi vijavyo. Na katika ulimwengu wa sasa ambapo taifa moja linaweza kuathiri usalama wa kanda nzima, maamuzi ya ndani hayawezi tena kujengwa kwa msingi wa ukimya. Kauli ya Ghana inakumbusha hilo kwa nguvu, ikijenga msingi wa hoja kwamba haki, uwazi na uwajibikaji ni sehemu ya usalama wa kitaifa, na kwamba bila misingi hiyo amani ni simulizi linaloweza kuvunjika kwa urahisi.